utoke uzungumze na Watanzania kupitia kwa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Haya, naomba tuinuke na makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Bado tuongeze tena makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Dar es Salaam oye! Wazee wetu oye! Tanzania oye! Waheshimiwa, tukae. Nawashukuru sana. Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika Hassan Zungu, na mbunge wa Ilala ambaye anabeba jiji letu la Dar es Salaam, Waheshimiwa mwenyekiti wa Baraza la Wazee la Dar es Salaam kakaangu Salum Matimbwa, na wazee wote wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo nasi. Kabla ya mawaziri nitambua uwepo wa uongozi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na vyama vingine vya siasa kama wapo. Nirudi tena kwa mawaziri na manaibu mawaziri, katibu mkuu kiongozi na viongozi wote wa serikali mliopo, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mkoa wa Dar es Salaam, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza tuanze na shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo pata fursa nyingine kuzungumza na wazee wa jiji hili la Dar es Salaam. Lakini la pili ni washukuru sana wazee wa Dar es Salaam. Nilipata taarifa kwamba Baraza la Wazee wa Dar es Salaam wanajiandaa kuwa na kongamano lao na waje na matamko ambayo watatuletea serikalini kuyafanyia kazi. Lakini nikasema ndio jukwaa hilo hilo na mimi nitapenda niwe nao, nizungumze nao na wenyewe wazungumze na mimi. Kwa nawashukuru sana kwa kuandaa jukwaa hili. Asanteni sana. Wazee wangu wa Dar es Salaam, kabla ya tarehe 29 Oktoba mwaka huu, siku ambayo ilikuwa ni siku ya uchaguzi kwa nchi yetu, ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na hulka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania amani, hulka ya upole na ukarimu. Hiyo ndio sifa yetu kubwa ilikuwa Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje. Wakiwa wanafunzi wanasoma huko, na tulipokuwa wanafunzi tunasoma huko. Ukijisema Mtanzania ndani ya ukumbi, kuna Mtanzania atakuja kukufuata bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Anakuja kukufuata, mnachapa Kiswahili chenu, mnaendelea na udugu unaanza hapo. Hiyo ndio sifa yetu. Lakini kila siku zinavyokwenda, sifa yetu inaporomoka. Wengi wasioitakia mema nchi yetu wanakereka na tambo zetu hizo za kwamba Watanzania sisi tuna umoja, tunakupendana, na popote tunapokutana la kwanza ni udugu kuliko mengine yote. Wanakereka na sifa zetu hizo, na kwamba Tanzania ni nchi ya amani. Inawakera sana. Nakumbuka wakati mmoja katika ukumbi huu, nimesahau ilikuwa shughuli gani, lakini nikiwa kwenye kiriri hiki hapa nilizungumza nikasema kwamba kuna watu wanakuja kutuchafulia amani. Wameshaharibu wanakotoka, sasa wanataka kuchafua huku. Hilo nalo liliwakera.
liliwakera sana, na labda pengine ndio hii kutuonesha kwamba hata na nyinyi sio wasafi pia. Sasa niseme tu kwa ufupi kwamba vurugu zilizotokea tarehe 29 zikaendelea na 30 si desturi wala utamaduni wa Watanzania, si desturi wala utamaduni wa nchi yetu wala watu wetu. Kila aliyeumia au kupoteza maisha ni Mtanzania mwenzetu mwenye haki sawa na wengine. Hakuna mtu aliye juu ya mwingine. Haki ya kuishi na haki ya kuwa huru ni tunu zetu wote wa Tanzania. Kwa hiyo hakuna sababu ya Watanzania kuumizana na kunyimana uhuru. Inatia uchungu kuona wachache walioratibu fujo zile wakitaka Watanzania wenzao wawe kafara kwa malengo yao ya kisiasa yaliyojaa binafsi. Tofauti na siasa, yani malengo yao ni tofauti na siasa iliyopo, lakini kwa sababu zozote zile hatukupaswa kuvuruga amani ya nchi yetu wala kusababisha vifo kwa watu wetu. Sasa kwa wale walioondokewa na ndugu zao na watoto wao na jamaa zao, natoa tena pole kwa sote. Si msiba wao peke yao, ni wetu wote, kwani damu ya Watanzania ni damu yetu sote. Tanzania mmoja akiumia tumeumia wote, kuondokewa na Mtanzania mmoja tumeondokewa wote. Kwa hiyo tuwe pole wote. Kama alivyosema kakaangu Salum Matimbwa hapa kwamba katika kipindi hiki ambacho mmeniamini kuongoza nchi, nimeshazungumza na wazee mara 2. Mara ya kwanza niliongea na wazee wa Dar es Salaam mwanzo, nadhani ilikuwa mwaka 2021 mwisho au 22. Lakini mara ya pili niliongea na wazee wote wa Tanzania, wawakilishi wao pale Dodoma muda mfupi kabla uchaguzi. Leo ni mara yangu ya 3 na ya kwanza katika muhula wa pili wa awamu ya 6. Nimeona niongee nanyi kutokana na naliyotokea katika nchi yetu. Kwa nikaona vyema kuendeleza utamaduni wa viongozi wetu waliotutangulia kwamba yakitokea mambo makubwa ndani ya nchi hupita na kuongea na wazee. Kwa nami nataka niendeleze utamaduni huo kwa kupitia wazee wa Dar es Salaam, nizungumze na taifa. Na hii ni kutokana na upekee wa jiji la Dar es Salaam. Dar es Salaam kama lango kuu la kuunganisha Tanzania na nchi nyingine tunazopakana nazo, lakini hata Afrika kati na kusini ni rahisi kufikiwa kwa kupitia Dar es Salaam. Lakini vile vile nimekuja kuzungumza nanyi kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vile vile nikiwa mdogo wenu, wengine dada yenu, vyeo vyovyote vile nimeona nije nizungumze naye. Na wengine ni mwanafunzi wenu. Kuna walimu wangu kati ya wazee hapa, walimu wetu kwenye serikali walivyokuwa wakiongoza nasi tumefuata, walimu kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo mlioyafanya nasi tumefuata hatua zenu. Lengo ni kusikia ushauri wenu, lakini pia mnisikie nami. Ndugu zangu wazee wa Dar es Salaam, baada ya kuapishwa nimezungumza na wananchi. Hii ni mara yangu ya 4. Nimezungumza kupitia hotuba ya siku ya kuapishwa. Nimezungumza kupitia hotuba yangu bungeni. Nimezungumza kupitia siku ya kuapisha mawaziri wa serikali hii, lakini pia nilizungumza siku ya kuzindua tume niliyounda kufanya uchunguzi wa haya yaliyotokea. Hotuba zote hizo haziwezi kuondoa wala kukwepa umuhimu wa kuzungumza nanyi wazee wa Dar es Salaam, na ndio maana niko hapa leo. Dar es Salaam yetu
ni kitovu cha biashara na moyo wa utamaduni wetu. Dar es Salaam hii kupitia vurugu zilizotokea imepitia kipindi kigumu sana, na wote hapa ni mashahidi. Kuna wengi ambao riziki zao ziko mikononi kwao tu, mpaka amke asubuhi atoke akajishughulishe apate cha kupeleka nyumbani, chakula na watoto. Vurugu zile zilifanya Dar es Salaam isimame. Wafanya biashara ndogo ndogo walisimama, wenye magenge walisimama, Kariakoo ilisimama, shughuli zetu zote zilisimama, na ilitulazimu tubaki ndani. Na kwa hadithi tunazozipata, bei za bidhaa zilipanda sana 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 sana. Kwa hiyo machungu ya siku chache tuliyaona ndani ya Dar es Salaam, mbali na maeneo mengine yote nchini. Maeneo mengine baada ya vurugu kutulia, shughuli ziliendelea, watu walikula, walitoka kufanya yao, lakini Dar es Salaam tulionja kidogo, vijana wanasema joto ya jiwe. Kwa hiyo nikasema tuzungumze kidogo. Kwa muktadha huu nawiwa kuzungumza nanyi kwa kuwa natambua takriban 10% ya Watanzania wote wanaishi hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam ni jiji la watu takriban milioni 6, na hiyo ni idadi kubwa ya watu kuishi kwenye jiji moja, na ndio inaonyesha umuhimu wa jiji hili kwa nchi yetu Tanzania. Dar es Salaam inachangia takriban 17% ya pato la taifa, na asilimia kubwa ya biashara inafanyika hapa ndani ya jiji hili la Dar es Salaam. Isitoshe, Dar es Salaam ndio jiji la kibiashara na taswira ya nchi yetu nje, kwa hiyo ina umuhimu wa pekee yake. Ikiunguzwa Dar es Salaam, Tanzania yote imeungua, sababu Dar es Salaam ndiyo Tanzania. Hakuna kabila lolote ambalo haliko hapa Dar es Salaam. Watu wa mikoa yote ya nchi hii wako hapa Dar es Salaam. Watu wa dini zote wako hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam ndiyo Tanzania. Ikidhurika, ikipata madhara Dar es Salaam, Tanzania hii ndio inabeba sura au taswira ya nchi yetu. Chochote kitakachoripotiwa vibaya Dar es Salaam kinachukuliwa Tanzania, ndio iko katika hali hiyo. Kwa kuna kila umuhimu wa kuzungumza nanyi wazee wa Dar es Salaam. Ndugu zangu, lililotokea ni tukio la kutengenezwa, na waliolitengeneza walidhamiria makubwa. Walidhamiria kuangusha dola ya nchi hii au ya nchi yetu. Kiangalia klipu za nyuma zilizotokea, vijana wetu walifanywa makasuku na kuimbishwa kabisa. Yaliyotokea Madagascar yatokee na hapa. Lakini ukimvuta kijana yule, hebu niambie Madagascar kumetokea nini, hajui. Unataka hapa kitokee nini, hajui. Lakini waliimbishwa wimbo huo. Kwa hiyo lile lilikuwa ni jambo la kupangwa, na vurugu zile zilidhamiria makubwa. Vurugu zile ni mradi pana sana wenye nia kuu ya uovu ulio na wafadhili, washitiri na watekelezaji. Katika vurugu ile waliingia waliokuwemo na wasiokuwemo, wengine kwa kutokujua, wengine kwa kufuata mkumbo, wengine kwa hadaa za maisha bora baadaye, lakini wengine kwa kulipwa tu. Tunaambiwa kuna vijana walikuwa wanalipwa fedha, kisha kuchukua pesa yako ingia barabarani. Kwa waliingia bila madhumuni maalum ya nini wanakwenda kukifanya. Inaumiza sana kuona madhara yaliyotolewa. Nadhani takwimu zinatolewa sasa hivi na halafu. Kuna majengo kadhaa ya serikali yameunguzwa. Kuna miradi kadhaa iliyojengwa kwa manufaa ya wananchi imeunguzwa. Vituo vya mafuta, biashara binafsi za watu zimeunguzwa. Magari ya serikali vimeunguzwa. Vituo vya polisi vingi tu vimeunguzwa. Sasa nataka tuwe na jina la hayo,
ni maandamano au ni vurugu. Maandamano tulioyazoea na tulio yakubali ndani ya katiba yetu ni yale watu wameudhika na kitu, tunaomba tuandamane, tujueleze, tutatoka pointi moja, tutakwenda zetu mpaka Mnazi Mmoja au popote pengine, na mabango yetu yanaeleza maudhi tulioudhika nayo. Na polisi wanawasindikiza vizuri mpaka wanapofika. Wanaeleza wanayoyataka, wanatawanyika kwa salama, wanakwenda zao. Lakini haya ya kuunguza miradi ya serikali, vituo vya polisi, na kwenye kituo cha polisi unakwenda kufanya nini? Ni kwenda kuvamia na wapate silaha. Madhumuni ya kuwa na silaha mkononi ni nini? Lakini unaunguza biashara za watu binafsi. Lengo ni nini? Kwa hiyo haya hayakuwa maandamano, zilikuwa ni vurugu zilizoandaliwa kwa madhumuni maalum. Sasa katika hali hiyo, lakini tujiulize jengine, kwa nini siku ile ya uchaguzi? Katika hali hiyo, serikali ina wajibu, tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao. Na katika hali hiyo, nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake. Tulishashuhudia kwa wenzetu, waandamanaji wengi wanaingia njiani, na wakiingia njiani, serikali ikiona uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa. Wanaweka nguvu kubwa. Yameshafanyika kwenye mataifa huko na tumeyaona. Sasa wanaporudi kutulaumu mlitumia nguvu kubwa, wao walitaka nini? Tujiulize, je, hao ndio wafadhili wa kile kilichofanyika? Walitaka tuangalie ile mobu mpaka ifanikiwe walichowapa fedha, walichowatuma? Hapana. Tuliapa kulinda nchi hii na mipaka yake, usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, kama wanavyofanya wao, na sisi tutafanya vile vile kuilinda nchi hii. Kwa nini siku ya uchaguzi? Siku ya uchaguzi kwa sababu walishajua kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Waangalie kampeni zetu tulizozifanya. Waangalie watu walivyotuitikia. Waangalie kazi tulioifanya ndani ya miaka 5 iliyopita. Walijua. Na wapinzani wetu walikataa kuingia. Hawakuzuiliwa na mtu. Walikataa wenyewe kuingia kwa sababu walishajua wasingefanikiwa. Walishajua aibu ingewapata kwa kazi iliyofanyika na mwitikio wa wananchi kwa Chama cha Mapinduzi. Aibu ingewapata, na ndio maana wakakataa kuingia kwenye uchaguzi. Lakini wanayageuza, serikali imewazuia kuingia ndani ya uchaguzi. Lini tuliwazuia? Na yafafanua haya, ndugu zangu wazee wa Dar es Salaam, muijue hali halisi. Inawezekana katika vikao huko mnayasema ambayo hamna na taarifa nayo kamili. Hatujawazuia. Na katika taarifa zinazotolewa na waliokuwa huko lakini wakaamua kurudi kwamba hawaridhishwi na yanayotokea, wanatuambia walikaa vikao na wakaamua tusiingie, tutakwenda kupata aibu. Lakini kwa kuficha aibu ambayo wangeipata, wamezusha hili lililotokea. Kwa nini siku ya uchaguzi?
haki gani inadaiwa siku ya uchaguzi. Kama kuna haki yoyote inadaiwa, hakuna siku nyingine, hakuna njia nyingine ya kudai hiyo haki mpaka yafanywe yale yaliyofanywa. Ni maswali ya kujiuliza. Lakini katika hili